Memba wa seli ya Kibamba si mwingine bali ni Matchman Makingo. Karibu sana. Utamtambulisha na mke wako kabla ya kuendelea. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Na wasalimu katika jina la Yesu. Ninamshukuru Mungu kwa nafasi hii tena siku ya leo kunipa kuweza kusimama mbele yenu na mbele zake kwa ajili ya kusema maneno yake. Lakini pili, na washukuru idara ya wanaume kwa kuniona ninafaa kusimama siku ya leo na kusema maneno ya Mungu. Lakini pia niwashukuru uongozi wa wachungaji, kwa sababu hata kama wanaume wangenichagua nyinyi msingepata kibali na mimi nisingeweza kupata hii nafasi. Kama nilivyotambulishwa, ninaitwa Matchman Makingo. Ni katibu wa idara ya vijana, huu ni mwaka wa 6 sasa. Lakini pia ni kiongozi wa Kibamba Cell. Lakini pia ni kiongozi wa idara ya maombi. Lakini pia ni miongoni mwa walimu wa teens, na nashukuru Mungu kwamba leo teens wamebakia kwenye ibada. By profession ni mwalimu, lakini pia nimesoma shahada yangu ya pili nimesoma public health. Bwana Yesu asifiwe. Nimeoa mwaka jana baada ya kelele kuwa nyingi sana. Basi ni heshima yangu mke wangu kipenzi, wanamuita my first, ni jina la Kilatini. Basi naomba popote pale ulipo usimame. Kuna watu pengine hawakufahamu, naomba usimame. Kwa hiyo ukiniona nina nawiri, ujue mama anafanya kazi nzuri. Bwana Yesu asifiwe. Basi nimeitwa hapa kwa ajili ya kuhubiri, na naomba tufungue Biblia zetu. Kabla tutafungua, naomba niombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo mfalme, ninakushukuru kwa wasaa huu tena Bwana, ambao watoto wako umetupa kwa ajili ya kujifunza maneno yako. Nami mtumishi wako napoenda kuyanena maneno haya, naomba mpako wa Roho Mtakatifu juu yangu, ili niweze kuyanena sawa na jinsi ambavyo umekusudia watoto wako kusikia. Nipe ujasiri, hekima na namna njema ya kuweza kuwasilisha ujumbe huu kwa ajili yangu mimi na kwa ajili ya watu wote ambao watausikia, walioko hapa hata wale ambao wanafuatilia kwa njia mbalimbali. Niombe na kushukuru kwa haya machache, ni katika jina la Yesu, amen. Ujumbe wa mahubiri yangu unatoka kwenye theme ya wanaume ambayo inasema kusimikwa katika neno ili kuvuna utajiri wake. Kusimikwa katika neno ili kuvuna utajiri wake. Tunapozungumza juu ya neno kusimikwa katika neno, ni kuwa na msingi imara, thabiti na usiotikisika katika mafundisho ya kiimani na kiroho. Msingi ambao ni imara, thabiti, ambao hautikisiki linapokuja swala la imani. Maana yake unapokuwa hujasimikwa katika neno la Mungu, ni rahisi sana kujikuta unatikisika pale nyakati ngumu zinapokuja kwenye maisha yako. Lakini unapokuwa umesimikwa, maana yake unasimama imara, unasimama thabiti na sio legevu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kujengwa, maana nyingine, kujenga msingi imara wa maisha yako juu ya mafundisho ya neno la Mungu
ili uweze kufurahia, kuthibitisha na kupokea baraka na neema zilizofichwa ndani yake. Kwa hiyo unapokuwa umejengwa katika neno, unapokuwa umesimikwa katika neno, maana yake una uwezo wa kupokea mafundisho ambayo yanapatikana katika neno. Na mara baada ya kupokea mafundisho unapata nafasi ya kufurahia, kwa sababu unapata ule utajiri ambao umefichwa katika neno. Ukichukulia kwenye mfano wa mti, mti unapokuwa umesimikwa kwenye udongo, una uwezo wa kupata madini ambayo yanahitajika kwa ajili ya kusapoti ukuaji wake. Una uwezo wa kupata maji ambayo yapo ndani ya ardhi, ambayo inaifanya mti uweze kustawi hata pale changamoto zinapokuja. Ukame unapokuwepo, kuna mvua ambazo hazitoshi, mmea una uwezo wa kustahimili. Na ndio maana kwenye mimea tuna magrupu kama mawili. Tuna mimea ambayo mizizi yake imeenda kwa chini sana, na kuna mimea ambayo mizizi yake haijaenda kwa chini. Kwa hiyo mimea ambayo imezama, mizizi yake imesimikwa, imezama. Kwa hiyo haijalishi ya kwamba hata mvua unapofika mahali zimekatika au hazipo za kutosha, hii mimea bado inaendelea kustawi. Kwa sababu gani? Imesimikwa katika ardhi, ina uwezo wa kufyonza maji pamoja na virutubisho vingine ambavyo vinahitajika. Lakini mti sasa ambao mizizi yake imekaa tu juu, inapokuja changamoto kidogo tu, na mimea, mfano wa mimea hii, mimea ambayo tunaita annual plants, mimea kama mahindi na mimea mingine ambayo ni ya mazao ambayo inakuwepo kwa msimu. Hii mimea haina mizizi ambayo imezama kwa chini, kwa hiyo inapotea baada tu ya msimu, miezi 3-4 haipo. Lakini inapokuja mimea ambayo mizizi yake imezama chini, ina uwezo wa kustawi kwa muda mrefu. Sasa Paulo unafika mahali hapa, anawaandikia Wakolosai, anaandika barua kwa kanisa la Kolosai kuwakumbusha kuwa wanatakiwa kuwa na imani katika Yesu Kristo na si katika imani zingine zilizokuwepo katika mji wa Kolosai, kwamba wakiwa na hii imani, maana yake watajengwa katika neno, na wakishajengwa katika neno wataweza kuvuna utajiri ambao upo katika hilo neno na wataweza kustawi. Bwana Yesu asifiwe. Paulo anawasisitiza Wakolosai kuwa hawawezi kuishi maisha matakatifu na kutimiza wito walioitiwa bila msaada wa Mungu. Ndiyo maana anawataka wajengwe katika neno la Mungu ili wavune utajiri wake. Kwa hiyo kanisa la Mungu, hatuwezi tukatimiza wito ambao Mungu ametuitia unless, isipokuwa tumesimikwa katika neno. Tukikaa tu ni watu ambao ni Wakristo wa kawaida, Wakristo ambao tumeshika neno juu kwa juu, hatuwezi kuvuna utajiri ambao upo katika neno. Naomba tusome Wakolosai sura ya 3 mstari wa 16 hadi mstari wa 17. Biblia inasema, neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu katika hekima yote, mkifundishana na kuonyana kwa zaburi na nyimbo na tenzi za rohoni, huku mkimwimbia Mungu kwa neema mioyoni mwenu. Na kila mfanyalo kwa neno au kwa tendo, fanyeni yote katika jina la Bwana Yesu, mkimshukuru Mungu Baba kwa yeye. Kwa hiyo neno la Mungu linapokuwa linakaa ndani ya mioyo yetu kwa wingi, tuna uwezo wa kuvuna utajiri wake. Tunapozungumzia neno utajiri, maana yake ni ile hali ya kuwa na wingi wa vitu. Sasa hatuwezi tukawa na utajiri katika neno la Mungu aidha kwa kuwa na fedha nyingi. Kuna watu wana fedha nyingi lakini hawana utajiri wa neno la Mungu. Sehemu pekee ya sisi kuwa na utajiri katika maneno ya Mungu ni kusimikwa katika neno la Mungu kwa kufuata mafundisho yake. Neno la Kristo kama halitakaa ndani ya mioyo yetu, hatuwezi tukavuna utajiri uliopo katika neno lake. Basi nina masomo matatu. Somo la kwanza,
Faida za kusimikwa katika neno la Kristo. Uhusiano endelevu kati yetu na Mungu wetu. Inatusaidia kuwa na uhusiano endelevu kati yetu na Mungu wetu. Tukisoma kwenye kitabu cha Zaburi sura ya 1 mstari wa 1 mpaka wa 3, Biblia inasema, heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala hakusimama katika njia ya wakosaji, wala hakuketi barazani pa wenye mizaha. Bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria yake huitafakari mchana na usiku. Naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, uzaao matunda yake kwa majira yake, wala jani lake halinyauki, na kila alitendalo litafanikiwa. Yeremia sura ya 17 mstari wa 7 mpaka wa 8. Amebarikiwa mtu yule anayemtegemea Bwana, ambaye Bwana ni tumaini lake. Maana atakuwa kama mti uliopandwa kando ya maji, uenezao mizizi yake karibu na mto. Hautaona hofu wakati wa hari ujapo, bali jani lake litakuwa bichi, wala halitahangaika mwaka wa uchache wa mvua, wala hautaacha kuzaa matunda. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa mtu huyu ambaye amesimikwa katika neno anafananishwa na mti ambao umepandwa kando kando ya maji, kwamba hata unapokuja wakati ambapo mvua hazitoshi, kwa sababu chanzo cha maji kipo, mizizi yake inakuwa inaenea, na mizizi ina tabia ya kukua kuelekea kwenye maji. Na ndio maana ukipanda mti ni mimea michache sana ambayo unaweza kukuta mizizi yake haizami chini, kwa watu ambao wamesoma miti. Ni mara chache sana, lakini mara nyingi hiyo mizizi inakuwa au inazama kuelekea pale maji yalipo. Na ndio maana nasema kwamba huu mti hauwezi ukanyauka. Utaendelea kupata utaendelea kupata maji, na majani yake yataendelea kuwa ya kijani, na utazaa matunda kila wakati. Kwa sababu gani? Kwa sababu una uwezo wa kupata maji na virutubisho vingine ambavyo vinahitajika. Na ndivyo ilivyo kwa Wakristo, kwamba tunatakiwa kusimikwa katika neno ili ya kwamba tuweze kuzaa matunda. Haijalishi ya kwamba wakati mwingine tunapita kwenye wakati mgumu, hiyo isiwe sababu. Uhusiano wetu na Mungu unatakiwa kuwa endelevu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna Wakristo uhusiano wao na Mungu ni wa muda. It's a seasonal relationship. Ni wa muda. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimekuwa kwenye utumishi sehemu mbalimbali. Nafikiri huu ni mwaka wangu wa 16. Mwaka wa 16. Mashuleni, vyuoni na kwingineko. Sasa kuna watu ambao tulikuwa tunafanya nao kazi ya Mungu vizuri sana, lakini unafika mahali after some years, baada ya miaka kadhaa, ukisikia hivi fulani yuko wapi? Fulani aishaacha wokovu. Kwa sababu gani? Ya kushindwa, ya kutokuwa wamesimikwa katika neno la Mungu. Uhusiano wao na Mungu unakuwa sio endelevu, kama hii mimea ambayo mizizi yake ipo tu kwa muda. Maji yakishakauka, mmea unanyauka polepole, unapotea. Kwetu sisi, kama tunatamani kwamba tuwe ni Wakristo ambao uhusiano wetu na Mungu ni endelevu, ni lazima tusimikwe katika neno. La sivyo haitatuchukua muda. Haitatuchukua muda kama hatujajengwa katika neno. Kama hatujasimikwa katika neno sawasawa, hatutaweza. Lakini kama tukisimikwa katika neno, tuna uwezo wa kuzaa matunda katika kila nyakati. Kama mtu unavyofyonza maji ili uishi, ndivyo Mkristo huchota nguvu na kupata uhai wake kutoka kwenye neno la Mungu.
uhai tulionao katika maisha yetu ya kiroho, nguvu tulizonazo katika maisha yetu ya kiroho, unatokana na kusimikwa katika neno. Kama hujui neno, hauwezi ukawa na nguvu za Mungu. Kama hauna neno la Mungu ndani yako, kama hujasimikwa, hauwezi ukaendelea na wokovu. Na ndio maana unafika wakati watu wanaachana na wokovu, wanafanya vitu vingine. Sababu gani? Ni kwa sababu hawajasimikwa katika neno. Mizizi, hawana mizizi katika neno la Mungu. Wapo tu juu juu, kiasi kwamba hata kama mtu anatembea, ikitokea akagusa ule mti, mti unadondoka. Kwa sababu gani? Mizizi, hauna mizizi. Unafika mahali watu wanadanganywa Kristo, imani potofu, kwa sababu hawana msingi, hawajui neno. Sasa kama hautasimikwa katika neno la Kristo, pengine na wewe zamu yako inakuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Mti ulio kando ya maji huzaa matunda kila wakati. Mkristo aliyesimikwa katika neno la Mungu huonyesha matendo mema na tabia njema kila wakati. Anazipata wapi hizo tabia njema? Ni kwa sababu amesimikwa katika neno, ameweka mizizi katika neno la Mungu, analijua neno. Lakini inapokuja mtu ambaye hajasimikwa katika neno, ni rahisi kuonyesha mambo mengine ambayo hayafai, kwa sababu hana utajiri wa nguvu za Mungu, hana utajiri wa neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mara nyingi mtu ambaye ni tajiri ni ngumu kufika mahali akawa na uhitaji. Kwa sababu gani? Pesa nazo. Hivyo hivyo hata kwetu sisi wa Kristo, tunapokuwa tumesimikwa katika neno la Kristo, hatuwezi tukafika mahali tukapepesuka, kwa sababu tuna utajiri wa neno la Mungu. Na tunasema neno la Mungu ni kila kitu. Kwa hiyo hata wakati tunapopita kwenye shida, neno la Mungu lipo kwa ajili ya kukufariji na kutia nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Wakati niko chuo, kuna wakati nilipita kwenye wakati mgumu sana. Mwaka mzima nakula mara moja, nakula tu jioni. Kwa hiyo ukafika mahali nikasahau kusikia njaa. Nilipofika mwaka wa mwisho, Mungu kasaidia nikapata pesa. Siku moja mida kama ya saa 8 mchana nikasikia njaa, nikasema tangu lini Matchman mimi nasikia njaa? Nikakumbuka nikasema siku hizi nina pesa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunapokuwa na utajiri wa neno la Mungu ndani yetu, hatuwezi tukapata shida. Pointi ya pili, kuhimili majaribu. Tunapata uwezo wa kuhimili majaribu. Mathayo sura ya 7 mstari wa 24 mpaka wa 27. Basi kila sikiaye hayo maneno yangu na kufanya atafananishwa na mtu mwenye akili. Mtu mwenye akili atafananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikaipiga nyumba ile isianguke, kwa maana misingi yake imewekwa juu ya mwamba. Na kila asikiaye hayo maneno yangu asifanye, atafananishwa na mtu mpumbavu aliyejenga nyumba yake juu ya mchanga. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikaipiga nyumba ile ikaanguka, nalo anguko lake lilikuwa ni kubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Changamoto, mateso na shida za maisha zipo kwa Wakristo. Ukiangalia kwenye mfano wa mti, zinawakilisha joto, ukame na vitu kama hivyo. Mkristo mwenye kujengwa
katika neno husimama thabiti hata wakati wa hali ngumu. Nimetolea mfano kwenye mti kwamba huu mti ambao upo karibu na kijito cha maji, kwamba hata kama joto litaongezeka, mvua siziwepo, huu mti una chanzo cha kupata maji, kwa hiyo utaweza kustawi. Lakini hapa Yesu anatupa mfano kwamba mtu ambaye anayasikia sasa maneno ya Mungu na kuyatunza, ambaye anajengwa katika neno, anafananishwa na mtu mwenye akili. Mtu mwenye akili ambaye anajenga nyumba yake katika mwamba. Pepo zitapiga, mvua zitanyesha, na kila aina ya dhoruba itakuja, lakini ile nyumba itasimama. Lakini kwa mtu ambaye anayasikia maneno ya Mungu na asiyatende, yani mtu ambaye hajasimikwa katika neno la Mungu, anafananishwa na mtu ambaye mpumbavu, mtu ambaye hana akili. Anajenga nyumba yake katika mchanga. Mvua zikipiga, pepo zitakapopiga, ile nyumba itaanguka, na anguko lake ni kubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mkristo ikitokea akafanya jambo ambalo kulingana na taratibu za Wakristo haliko sawa, habari zake zinaenea sana. Lakini kwa mtu mwingine ambaye ni mtu tu wa kawaida, wala hata sio habari ya mjini, lakini kwa mtu ambaye ni Mkristo amesimama na Mungu, unapofika mahali anafanya jambo ambalo ni tofauti, inakuwa ni changamoto. Wakati niko chuo, kaka mmoja tukawa tuna sali naye, mpendwa tu mzuri, tena alikuwa kiongozi. Ikatokea siku moja katembelewa na rafiki yake, girlfriend. Utaratibu, tulikuwa tunaruhusiwa kuwa kwenye mahusiano ya kimungu, lakini sio mahusiano holela, kwamba kutembelewa haikuwa shida. Lakini mchumba wake baada ya kuja alitakiwa ampeleke kwa wadada akae, sio kwamba akae naye kwa wadada ambao wameokoka. So jamaa, dada yule amekuja, majirani zake wakamuona, akasema huyu jamaa si ameokoka. Wakatufuata viongozi, akasema jamani, mwenzenu anatuchanganya, sisi tunajua kwamba nyinyi hamuishi hivi, lakini sasa tunashindwa kumwelewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu ya kushindwa kujengwa katika mwamba, anguko la mtu linakuwa ni kubwa. Kristo wangapi ambao wameanguka? Pengine sisi wenyewe tumeanguka, na anguko lilikuwa ni kubwa. Kwa sababu gani? Ya kutokujengwa katika mwamba, ya kutokusimikwa katika neno la Kristo. Neno la Kristo lifika mahali halikuwa kwa wingi ndani mwetu. Kwa hiyo tulipofika mahali tukajaribiwa, tukauacha wokovu, tukasahau maadili ya wokovu, tukasahau namna ambayo inatupasa tuweze kuishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unapokuwa umejengwa katika neno la Mungu, dhoruba zitakuja, shida zipo, whether you like or not, either unapenda au haupendi, lakini shida zenyewe zipo. Kitu pekee ambacho kitakusaidia ni wewe kuwa umejengwa katika neno la Kristo, limekaa kwa wingi ndani yako, una utajiri wa neno la Mungu. Kwa hiyo shetani anapoleta majaribu kutoka katika engo ya kila namna, wewe haikupi shida, haikupi shida. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusije tukawa ni watu ambao hatuna akili, watu ambao ni wapumbavu. Tena Biblia imesema kwamba mtu mpumbavu na mwenye akili na ambaye hana akili ni vitu viwili tofauti. Mpumbavu ni mtu ambaye anajua kilicho sahihi lakini hakifanyi. Lakini ambaye hana akili au mjinga ni mtu ambaye hafahamu, pengine akifundishwa ana uwezo wa kuelewa. Kanisa la Mungu, tusiwe watu ambao ni wapumbavu. Tunayasikia tu maneno ya Mungu, tunasema hilo ni la mhubiri, hilo la watu ambao ni viongozi au kwa ajili ya watu wengine. Tunatakiwa kusimama
katika neno la Mungu. Tunatakiwa kujengwa katika neno la Kristo, kusimikwa ili tuweze kustawi, tuweze kustahimili hata wakati wa shida. Shida zipo, majaribu yapo, na shetani hata kaa achoke kukutafuta, hata kaa achoke. Bwana Yesu asifiwe sana. Pointi ya 3, kutupa hekima na mwelekeo sahihi katika maisha yetu. Tunaposimikwa katika neno la Mungu, tunapata hekima na mwelekeo sahihi katika maisha yetu. Naomba tusome Zaburi 119. Zaburi 119 mstari wa 105 mpaka 106. Biblia inasema, neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Nimeapa nami nitaifikiriza kuzishika hukumu za haki yako. Anasema neno lako ni taa ya miguu yangu, kwamba tunapokuwa tumesimikwa katika neno hatutaweza kujikwaa, kwa sababu tuna neno ndani yetu ambalo linatuongoza, kwamba hata tunapokuwa tunapita ni taa, tuna uwezo wa kuona. Usiku tunatumia taa ili ya kwamba tuweze kuona. Sasa tunapokuwa na neno la Mungu ndani yetu, ni kama vile ambavyo tuna taa, hata tunapopita kwenye giza tunayo taa ya kutuongoza, kwa hiyo hatutaweza kujikwaa. Lakini unapofika mahali sasa hatujasimikwa katika neno la Mungu aliko katika mioyo yetu, ni rahisi sana kujikwaa, ni rahisi sana. Hekima ya Mungu ni uwezo wa juu kabisa wa kupambanua mambo na kufanya maamuzi kamilifu. Hekima ya Mungu inakuwa ni ya kiwango cha juu sana, ambayo inatupa uwezo wa kupambanua na kufanya maamuzi ambayo ni kamilifu. Hii tutaipata tunapokuwa tumesimikwa katika neno la Mungu, kwa sababu hii hekima inatoka kwa Mungu. Kwa hiyo tukikaa katika neno la Mungu tuna uwezo wa kuipata hii hekima. Pale unapofika mahali tunafanya maamuzi, tutafanya maamuzi ambayo ni sahihi. Kwa sababu gani? Tunachota kula ambako tumesimikwa. Inatokana na kumcha Bwana. Kwa hiyo utaipata hii hekima pale unapokuwa unamcha Bwana. Huambatana na kumheshimu na kumtii Mungu. Humwezesha watu kukwepa maovu na kutembea katika njia zilizonyoka mbele za Mungu. Kwa hiyo unapokuwa umesimikwa katika neno la Mungu, utapata hii hekima ambayo itakupa ufahamu na akili ya kutembea katika njia ambazo zimenyoka mbele za Mungu. Njia zako hazitakuwa ni njia ambazo zimepindapinda. Utakuwa na njia ambazo zimenyoka. Ukiwa kanisani ni mtu yule yule, ukienda kazini ni mtu yule yule. Hata kama watu wakiamua kwamba watrace your background, huku ulikotoka, watasema kwamba ni yule yule. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sasa kwa kutokusimikwa katika neno la Kristo, unafika mahali wa Kristo tunakuwa na njia ambazo sio. Ukiangalia matchman wa chuoni na matchman wa DPC ni watu wawili tofauti. Lakini kama umesimikwa katika neno la Kristo, kwamba unachota utajiri kutoka katika neno, itakuwa ni yule yule. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Nilijiunga na hili kanisa mwaka 2017 mwezi wa 4.
nikiwa chuoni mwaka wa pili. Wakati huo nilikuwa ninatembea chuoni kuhubiri, kwa sababu pia nilikuwa kiongozi kwenye one of the fellowship. Na katika hayo maeneo ambayo nilikuwa naenda ni chuo ambacho mke wangu alikuwa anasoma. Kwa hiyo akawa ananiona mimi, kwa kweli hata kumuona sikumuona. Sijajua, labda kwa sababu alikuwa ni mtu ambaye hayuko involved sana na activities. Kwa hiyo alipokuja hapa kanisani, nikakutana naye, akaniita Matchman. Nikamwangalia, nikamuuliza, umeniona wapi? Kasfeta. Chuo gani? She told me Ardhi University. Bahati nzuri akawa na marafiki zake ambao walikuwa viongozi wenzangu. Kwa hiyo wanajili, Matchman nimemwona DPC, bado anaendelea na utumishi. Tena tena sasa nafikiri kazidisha. Yaani kila mahali yupo, kwenye vijana yupo, kila mahali yupo. Bwana Yesu asifiwe sana. Nini ambacho natamani kusema? Kwamba tunapokuwa tumesimikwa katika neno la Mungu litatuongoza kutenda kazi yake. Haijalishi ya kwamba unafika kwenye jamii ya watu ambao hawakufahamu, hautatamani kuishi maisha mengine, maybe for the sake of something. Yani maisha yako yatakuwa ni yale yale. Hata kama hamna mtu ambaye anakufahamu, maisha yako yatakuwa ni yale yale. Kwa sababu gani? Neno la Mungu limejaa ndani ya moyo wako. Ni kama taa ambayo inakuongoza. Hauwezi ukafika mahali ukaenda katika njia ambazo sio. Why? Neno la Mungu limejaa ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sasa wakati mwingine wa Kristo akiwa hapa kanisani ni mtumishi wa Mungu mzuri sana, mpaka anavaa na tai. Haleluya. Na anaongea pole pole, yani. Lakini akienda sehemu nyingine, kwa sababu hajasimikwa. Kumbuka nimesema pale wakati Paulo ana address kwa anawaambia Wakolosai kwamba chanzo cha nguvu kwao ilikuwa ni kujaa neno la Mungu. Sasa kama hujajaa neno la Mungu, tutakufananisha tu na hiyo miti ambayo haijazama. Unapofika mahali ambapo sio leneo, watu ambao wanakuzunguka, unaonyesha tabia ambazo ni tofauti. Lakini kama neno la Mungu limejaa ndani ya moyo wako, ni taa litakuwa linakuongoza. Hata unapofika mahali unatakiwa kufanya maamuzi, utafanya maamuzi ambao ni sahihi, hata kama hayo maamuzi yanaelekea kama yanataka kukugharimu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kama neno la Mungu umeliweka ndani ya moyo wako, ni taa, litakuonyesha sehemu ambayo wengine hawataweza kuona. Watakuuliza, unawezaje kufanya hivi? Unawezaje? Kwa sababu neno la Mungu linakaa ndani ya moyo wako. Wewe una uwezo wa kuona sehemu unayokwenda kwamba ni sahihi, hata kama watu wengine hawawezi wakaona, kwa sababu wapo gizani. Akina Danieli wakati wako Babeli, wanaambiwa wanapewa ofa ya kula chakula cha mfalme, wakakataa. Wakasema kwamba hatuwezi tukajinajisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatuwezi tukajinajisi. Kumbuka walikuwa utumwani. Ujue haya maneno tunayasoma kwenye Agano la Kale ni kama vile ni marahisi, lakini ni magumu. Ngoja nikufikirishe kidogo. Yaani huyo Mungu ambaye unamwabudu kila siku, Jumapili unaenda na seli na kwenye fellowship upo na VBS volunteer unakuja unafanya, then unapelekwa utumwani. Yaani Mungu huyo ambaye ni Mungu wa majeshi, ni Mungu mweza wa yote, Mungu wa taifa lako na vitu kama hivyo, anaruhusu uende utumwani. Alafu utumwani unapewa ofa ya chakula. Ilikuwa ni rahisi sana kusema kwamba anyway, pengine Mungu ameona kwamba pamoja na kwamba amenileta huku sehemu ambayo ni ya shida, pengine anajaribu kunifariji. Kwa hiyo let me take it. Ngoja nile hiki chakula. Na kwa sababu lengo la wao kupewa kile chakula ili ya kwamba baadaye waje wafanyiwe interview kama watafiti kukaa kwenye ofisi ya mfalme. Wao wakasema kwamba hatuwezi tukakubali kujitia unajisi. Ni mara ngapi umekutana na hizo ofa? Hata kama hujakutana nazo, na kuhakikishia mchana wa leo, one day
Tinzi umwamo. Nitoe mfano. Wakati nasoma, nafikiri ilikuwa ni form 6 if not form 5. Shule ilikuwa ni ya boarding na nikawa katibu wa fellowship wa wilaya. Kwa hiyo nikawa natoka Jumamosi, Ijumaa, vipindi vya dini, nasafiri maeneo mbalimbali. Siku ile nimefika, nimevaa na suti. Tulikuwa tunavaa suti. Kwa ukifika pale form 6 una heshima zote, umevaa suti, alafu unatokea Karatuseki, ni shule ambayo ni kubwa hilo eneo. Nikafika mahali nikakaribishwa vizuri kabisa kwamba mtumishi wa Bwana karibu. Na siku ile walikuwa wanakula wali wanafunzi. Mbaya zaidi nikakaribishwa ofisini kwamba karibu bwana ule, sisi tunajua maisha ya wanafunzi ni magumu. Bahati mbaya kama sio nzuri, siku ile ilikuwa ni siku ya mfungo. Niko mwenyewe na Mungu wangu. Nikasema nisile. Nakumbuka hapo nauli yenyewe unashuka, unatembea pengine umbali kama wa kilomita 3-4 kwenda kutoka main road kwenda kuitafuta shule, alafu urudi. Nikasema hapana, kama nikufa nitakufa. Nikasema hapana, nashukuru nipo kwenye maombi, and I had to put it straight. Nikuiweka wazi. Tukaenda, tulikuwa wengi, bahati nzuri sikuwa peke yangu. Tumeenda maeneo tofauti. Tuliporudi nikasema, okay, tunaomba ripoti ilikuwaje huko na vitu kama hivyo. Rafiki yangu mmoja ambaye alikuwa ni kiongozi, I say, katibu, samahani bwana, kwa kweli mimi nilikula bwana. Ile shule kwanza iko mbali sana. Nilikula. Yaani jamani, naombeni tu mnisamee na Mungu anisamee, lakini nilikula. Bwana Yesu asifiwe sana. Point inasema kutupa hekima na mwelekeo sahihi katika maisha. Kwa hiyo unapokuwa umejaa neno la Mungu, hata hizi changamoto zinapokuja zinakupa hekima na mwelekeo sahihi. Unafanya maamuzi ambayo yako sahihi hata kama yanaelekea kukuumiza. Bwana Yesu asifiwe sana. Akina Abednego wanaambiwa kwamba waende kwenye tanuru la moto. Walikuwa wako tayari. Hekima hii tutaipata wapi kama tujasimikwa katika neno la Mungu? Na vitu vingi tunavyovikuta kwenye maisha, tunashindwa wakati mwingine kufanya maamuzi sahihi kwa sababu hatujui neno. Hamna chochote ambacho hakijaandikwa kwenye Biblia. Unafika mahali tunashindwa kufanya maamuzi ambayo ni sahihi kwa sababu hatujasimikwa katika neno. Neno la Mungu halijakaa kwa wingi. Ni sawa pengine limekaa, ila kwa wingi. Anasema neno la Kristo likae kwa wingi ndani yenu. Kwa wingi. Sio kidogo. Lakini kama neno la Mungu limekaa kidogo tu ndani ya moyo wako, ni rahisi sana. Lakini kama limekaa kwa wingi, utapata mwelekeo sahihi, utapata hekima ya Mungu na mwelekeo sahihi katika maisha yako. Hata kama kuna kitu ambacho kitaonekana kwamba ni kigumu, kizito mbele yako, lakini neno la Mungu litaweza kukupa hekima na mwelekeo sahihi. Hitimisho. Tusome Yohana sura ya 15 mstari wa 7. Yohana 15 mstari wa 7. Biblia inasema, ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo, lote nanyi mtatendewa. Tukikaa katika Mungu, tukikaa katika neno la Kristo, na neno la Kristo likakaa kwa wingi ndani yetu, Biblia inasema ombeni lolote mtakalo, nanyi mtatendewa. Kumbuka kichwa chetu cha ujumbe kinasema kusimikwa katika neno ili kuvuna utajiri wake. Maana yake tunapokuwa tumekaa katika neno la Kristo na neno la Kristo limekaa ndani yetu, lolote lile ambalo tutaomba tutapewa. Chukulia mfano. Ukiweka ndoo ya maji, alafu ukaweka kikombe au glasi, ukachota maji, kile kikombe kiko ndani ya maji na yale maji yako ndani ya kikombe. Ndivyo ambavyo tunatakiwa kuwa, kwamba tukae, neno la Kristo likae kwa wingi ndani yetu. Maana yake likishakaa kwa wingi ndani yetu,
na sisi tutakuwa ndani ya hilo neno, na ndipo sasa tutaweza kuvuna utajiri wake. Chochote kile ambacho tutaomba tutaweza kutendewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu awabariki. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Pastor Mwende, karibu. Makofi kwa Mungu wetu. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema kwamba neno la Kristo lijae kwa wingi ndani yetu. Neno la Kristo lijae kwa wingi ndani yetu, kwa hekima yote. Hebu tuombe kama kanisa kwamba neno la Mungu lijae kwa ndani yetu, kila mmoja wetu, itutupatia maarifa, hekima, mwongozaji katika maisha yetu.